Tamaa ya madaraka inaweza kumfanya mtu wa Mungu kuwa mfuasi wa Shetani. Ukuta wa uongo. Mstari: uongo unaweza kukimbia kwa miaka, lakini ukweli utaufikia kwa siku moja tu. Mungu hawaachi watu wake. Hata uingie gerezani kwa uonevu, Mungu atakuinua mbele ya maadui zako. Hii ni simulizi ya kusisimua sana yenye mafunzo mazito kuhusu siri za kifamilia, majaribu na nguvu ya msamaha. Hii hapa ni simulizi ya Yohana. Katika mitaa ya mji wa mbali, kijana mmoja aliyeitwa Yohana alikuwa kielelezo cha utakatifu. Yohana alikuwa mhubiri mwenye upako wa ajabu. Siku moja akiwa chumbani kwake, alikuwa akisoma kwa umakini ujumbe wa amani ambao angeenda kuuhubiri kanisani. Moyo wake ulikuwa mweupe kama vazi lake. Baada ya ibada kubwa, mwanamke mmoja muumini wake alimfuata akilia, "Mchungaji, nina shida nzito, naomba ututembelee nyumbani kwangu unifanyie maombi." Yohana, kwa huruma ya kichungaji, alikubali. Lakini alipofika kule, alikutana na mtego wa Shetani. Uzuri wa yule mwanamke na mazingira yalimshinda nguvu. Yohana alianguka dhambini. Miezi michache baadaye, siri ikawa wazi. Yule mwanamke alikuwa na mimba. Lakini Yohana, kwa kuogopa kupoteza heshima yake na ukumbi wa watu uliokuwa ukinong'ona, alikana katakata kuwa yeye siye baba wa mtoto. Hakuamini kuwa yule mwanamke alikuwa na msimamo. Aliripoti polisi. Siku ya tukio, askari walivamia kanisani na kumchukua Yohana kwa nguvu mbele ya waumini wake, kama picha tuliyoiona. Yohana alipelekwa kituo cha polisi ambacho mkuu wake alikuwa ni mzee mmoja mkali na mwenye msimamo, aliyejulikana kama kamanda mkuu. Yohana aliteswa sana. Kamanda aliamuru apigwe hadi aseme ukweli, lakini Yohana aliendelea kukataa. Hatimaye, alihukumiwa na kupelekwa katika gereza kuu lenye ulinzi mkali. Wakati Yohana akiozea gerezani, yule kamanda mkuu aliamua kufanya safari ya kwenda kijijini kumsalimia mke wake aliyekuwa ameachwa huko kwa miaka mingi kutokana na kazi za kijeshi. Alipofika, baada ya salamu, alimuuliza mkewe, "Mke wangu, mwanangu wa pekee Yohana yuko wapi? Nataka kumuona amekuwa kiasi gani." Mke wake kwa furaha na fahari akamwambia, "Mume wangu, mwanao amekuwa mtu mkubwa. Ni mchungaji maarufu mjini, anaitwa Mchungaji Yohana." Kamanda alistuka kama amepigwa na radi. Jina lilikuwa lile lile, sifa zile zile. Alianza kuuliza maswali zaidi, na picha aliyopewa na mkewe ilikuwa ni ya yule kijana aliyemtesa na kumfunga gerezani kwa mikono yake mwenyewe. Msiba wa nafsi. Kamanda alishika kichwa na kulia mbele ya mkewe. "Mke wangu, nimefanya kosa lisilosameheka. Yule kijana niliyemfunga na kumpiga bila huruma ni damu yangu mwenyewe." Alimsimulia mkewe mkasa mzima wa mimba na jinsi alivyomtesa mwanaye bila kujua. Mama Yohana alianguka chini kwa kilio. Walifunga safari ya haraka hadi gerezani. Siku Yohana anatoka gerezani, alikuwa amechoka, ana makovu na dhaifu. Alipomwona mama yake, alikimbia na kumkumbatia. Lakini alipoona yule mzee kamanda amesimama pembeni akitiririka machozi ya aibu, Yohana alijawa na hasira. "Mama, huyu mkatili anafanya nini hapa? Ndiye aliyenitesa na kunifunga." Yohana alifoka. Mama yake, huku akitetemeka, akasema, "Mwanangu, huyu ndiye baba yako mzazi niliyekuwa nakwambia yuko kazini mbali. Huyu ndiye aliyekuzaa." Yohana alibaki ameduaa. Moyo wake ulipasuka mara mbili. Kwa upande mmoja, aibu ya dhambi yake ya mimba, na kwa upande mwingine, ukatili wa baba yake ambaye hakumjua. Alimtazama baba yake na kusema kwa sauti ya chini, "Inakuwaje baba anakuwa mnyama hivi kwa mwanae?" Mafunzo ya simulizi. 1. Siri haina mwisho. Jambo unalofanya gizani litakuja kukuaibisha nuruni. 2. Malipo ni hapa hapa. Kamanda alilipiza kisasi cha mwanamke, kumbe anajiumiza mwenyewe. 3. Msamaha. Hata katika makosa makubwa, familia lazima itafute njia ya kuungana tena. Baada ya Yohana kutoka gerezani akiwa na kovu la dhuluma mwilini na maumivu ya kusalitiwa na baba yake mzazi, alijikuta katika njia panda. Alipoteza kila kitu: heshima, kanisa na imani ya watu. Lakini moyoni mwake alijua kuna kitu hakiko sawa. Siku moja, Yohana aliamua kurudi kanisani kwake, si kama kiongozi, bali kama muumini wa kawaida. Alipofika, alimkuta pasta mkuu, aliyekuwa msimamizi wake, akihubiri kwa mamlaka kwenye kiti ambacho Yohana alikuwa akikikalia zamani. Baada ya ibada, Yohana alimfuata pasta mkuu ofisini. Pasta mkuu alimtazama Yohana kwa dharau na kumwambia, "Yohana, wewe ni mchafu. Huwezi tena kusimama mbele ya watu hawa. Kiti hiki ni cha watakatifu, si cha watu wenye kashfa ya mimba kama wewe. Ondoka ukatafute kazi nyingine ya kufanya. Hapa huna chako tena."
Yohana alitoka ofisini kwa unyonge, lakini nje ya lango la kanisa alikutana na yule mwanamke aliyemsingizia mimba. Mwanamke huyo alikuwa amekonda na alionekana mwenye hofu kubwa. Alipoona Yohana, alianguka magotini akilia, "Mtumishi, nisamehe. Sina mimba na sijawahi kuwa nayo." Mwanamke huyo alipiga kelele. Yohana alipigwa na butwaa. Mwanamke huyo alifunguka kuwa yule pasta mkuu ndiye aliyemlipa pesa nyingi na kumtishia maisha ili amsingizie Yohana. Lengo lilikuwa ni kumfanya Yohana aonekane mchafu machoni pa watu ili pasta mkuu aweze kuchukua nafasi yake ya kutoa mahubiri, kwani Yohana alikuwa anapendwa sana na watu kuliko yeye. Yule mwanamke, kwa kuishiwa na amani ya nafsi, alikubali kwenda polisi. Safari hii, baba yake Yohana, yule kamanda wa polisi, alitumia mamlaka yake kutafuta ukweli kwa haki. Pasta mkuu alikamatwa na kubanwa, na hatimaye alikiri kuwa alitengeneza mchezo mzima wa mimba ya uongo ili kumpisha Yohana na kuchukua kiti chake. Siku ya Jumapili iliyofuata, kanisa lilijaa watu. Kamanda wa polisi, baba yake Yohana, alisimama mbele na kumleta yule mwanamke mbele ya madhabahu. Ukweli ulisemwa mbele ya kila mtu. Kanisa zima lilizizima kwa kilio na mshangao. Pasta mkuu aliondolewa kwa aibu na Yohana alirudishwa kwenye kiti chake cha kutoa mahubiri. Safari hii hakuingia kama kijana mtanashati tu, bali kama shujaa aliyepita kwenye moto na kutoka akiwa safi.